Ujumbe wa siku leo unasema ifahamu sabato halisi. Ifahamu sabato halisi. Ujumbe huu unalenga katika kujifunza Biblia. Kwa hiyo naomba tunapoenda kujifunza basi tuweze kuzingatia katika neema ya Roho Mtakatifu. Lakini ifahamike kwamba ujumbe huo huji kwa lengo la kushambulia imani fulani wala dini wala dhehebu ya mtu mwingine. Lakini upo katika kujenga ufalme wa mbinguni katika maarifa ya kimungu. Kwa ujumbe huu una kichwa kinachosema ifahamu sabato halisi. Sabato halisi kibiblia ni ipi? Usoma kitabu kile cha Kutoka sura ile 20 na ule mstari wa 8, utaona Bwana Mungu alitoa amri. Akasema zilikuwa amri 10, lakini mojawapo amri hizo alisema ikumbuke siku ya sabato na utakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Akasema siku usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala yoyote aliyoko ndani ya malango yako. Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba akaitakasa. Kwa hivyo ilikuwa ni amri ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, kwamba ikumbuke siku ya saba na kuitakasa, ambayo ndio siku ya sabato. Sasa kulingana na Biblia, siku ya saba ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Hiyo ndio ilikuwa siku ya saba. Siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili, siku ya pili ni Jumatatu na kuendelea mpaka siku ya saba ilikuwa inaangukia katika siku ya Jumamosi. Sasa hivi tunaweza tukaita Jumamosi ndio ilikuwa siku ya saba. Kwa kulingana na Biblia, kulingana na record za Biblia za nyakati za kale na ukweli wa halisia ni kwamba sabato ilikuwa inaangukia katika siku ya Jumamosi. Lakini sasa hivi katika Ukristo kumetokea mitafaruku mingi na mashindano mengi ya dini ambayo Biblia pia imeyakemea na kuyazuia kuhusiana na siku halisi ya kuabudu ni ipi, au sabato kweli ni ipi. Je, ni siku ipi? Lipo kundi linaloamini ni siku ya Jumamosi, liko linaloamini siku ya Jumapili. Liko linaloamini sio siku hizo zote kati ya Jumamosi na Jumapili, na liko linaloamini kwamba ni siku nyingine yoyote. Lakini ili tuweze kuelewa vizuri, ni vizuri tuelewe kipindi ambacho Mungu anatembea na watu wa Agano la Kale na jinsi anavyotembea na watu wa Agano Jipya. Kipindi ambacho Mungu alikuwa anatembea na watu wa Agano la Kale, watu wa Agano la Kale, tuseme Agano la kwanza, Mungu alianza kutembea na watu kwa kuwapa sheria. Zile sheria zilikuwa ni taratibu ambazo zilikuwa ni sharti uzitende ili uweze angalau kumpendeza Mungu. Angalau sio uweze kumpendeza Mungu, kwa sababu hakuna mtu yote anaweza kumpendeza Mungu kwa sheria zile. Hakuna mwanadamu yote angeweza kufanya vile. Kwa Mungu alizitoa zile sheria na amri na hukumu na kumpa mtumishi wake Musa kule mlima Horebu na kumwambia kwamba wazishike, na kumwambia wape watu wazishike wana wa Israeli. Na mojawapo ya sheria au tuseme ipo katika amri ilikuwa ni kushika sabato. Zilikuwa na sheria nyingi sana katika Biblia. Sasa katikati ya hizi sheria nyingi zilikuwa zinaenda sawa, lakini tunapokuja katika issue ya sabato ilianza kutokea mtafaruku tangu kipindi Bwana Yesu akiwa hapa duniani mpaka siku ya leo. Bado kuna vita vinavyohusiana na siku halisi nipi ya kumwabudu Mungu. Je, ni siku ya Jumamosi au ni Jumapili au ni siku nyingine yoyote? Kwa hiyo katika Ukristo ni muhimu kulijua hili ili tusiweze kupelekwa na kila upepo wa elimu ambao unapita katika ulimwengu wa Kikristo katika hizi siku za mwisho. Kwa Mungu alikuwa anatembea na Israeli katika Agano la Kale, alikuwa anawapa sheria na amri. Lakini katika Agano Jipya kupitia Roho wake Mtakatifu hatuishi tena chini ya sheria. Kwa namna gani? Kwa sababu hili neno unaweza ukalisikia lakini lisio na uzito kwako. Na pengine ukaona huyu anasema kutokuishi chini ya sheria na maana gani? Sasa ili tuweze kuelewa vizuri, naomba tujifunze katika mifano ya halisi kabisa ya kimaisha. Kwa mfano wewe ni mzazi, una mtoto wa kike au wa kiume. Akiwa mdogo unaweza kumwekea sheria. Muda wa kulala, muda wa kuamka, muda wa kula, muda wa kufanya kitu fulani. Ukamwekea sheria na kanuni na hata ukaiandika katika daftari au katika ubao kwamba ifuate hiyo sheria. Muda wa kuingia nyumbani, muda wa kutoka nyumbani. Hiyo ilikuwa ni sheria kwa sababu yule ni mtoto peke yake, hawezi kujiongoza. Akijienda pasipo hiyo sheria atapotea. Lakini yule mtoto anapokuwa mtu mzima, anapofikia umri fulani, kuna wakati ambapo utamfungua kutoka katika ile sheria, lakini haimaanishi kwamba haujampa sheria au hana sheria katika maisha yake. Ni kwamba zile sheria ambazo ulimpa kwa kumwandikia ubaoni zinahamia katika ufahamu wake, zinahamia katika roho yake. Anakuwa anazitimiza pasipo kuambiwa wala kulazimishwa. Ndio maana utaona ulipokuwa mtoto ulikuwa unapewa na mzazi wako amri ya kwenda kupiga mswaki kila siku. Unapewa amri ya kuoga kila siku. Lakini ukiwa mtu mzima hamna, huwezi kupewa tena hizo sheria. Umefunguliwa kutoka katika zile sheria lakini bado unazitimiza zile sheria. Ndicho kilichotokea katika Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale watu walipewa sheria ambazo walikuwa wanazitendea kazi, walikuwa wanaziishi hizo angalau wamsogelee Mungu, afanye mapenzi ya Mungu. Lakini katika Agano Jipya alipokuja Roho Mtakatifu akashuka ndani ya kanisa, Mungu akawafungua watu kutoka katika vifungo vya sheria, lakini hakumaanisha kwamba wasio na sheria.
Alimaanisha zile sheria sasa zinahamia ndani ya moyo badala kutimizwa kama kanuni fulani ambayo imeandikwa mahali fulani. Kitabu cha Yeremia sura 31 inaelezea pale. Anasema kwamba katika siku hizo watafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Sio kama agano la kwanza ambalo baba zao walivunja. Bali agano jipya litakuwa ni ile ataandika sheria zake ndani ya mioyo yao. Na hakuna mtu atakayemwambia mwenzake amjue Bwana kwa sababu wote watanijua, ndivyo Biblia inavyotuambia. Sasa kipindi ambacho tupo katika agano jipya, hizi sheria zinaandikwa ndani ya mioyo yetu, tunazitimiza pasipo amri, kanuni wala kusukumwa. Ndio hapo sasa mtu aliyepokea Roho Mtakatifu hawezi kuishi kwa sheria ya usizini. Kwamba anatembea na karatasi imeandikwa mbele yake usizini. Hawezi kuishi hivi kwa sababu ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yake ameshampa ufahamu na sababu kwa nini afanye uzinzi. Kwa ile sheria kwake imfanye kuwa mtumwa, inamfanya kuwa huru. Lakini mtoto mdogo ile sheria kwake inakuwa ni mtumwa, anasema baba kakataa. Lakini mtu mzima anajua kabisa mimi siwezi kufanya hicho kitu kwa sababu hilo jambo sio sahihi. Ufahamu wake umekuzwa. Kwa Roho Mtakatifu alipokuja duniani kazi yake ilikuwa ni kukuza ufahamu wetu sisi. Tuweze kuishi sheria jinsi Mungu anavyotaka. Sio kama makaratasi au vibao vinavyotaka. Sio kama maandiko yalivyoandika pale, bali kama Mungu anavyotaka katika sheria ya roho uzima, ndio maana inaitwa hivyo. Kwa sababu tukirudi katika issue ya Sabato, ni kweli Mungu aliwapa katika siku 6, katika siku 7, kwamba ina siku moja watakaoifanya kuwa takatifu kwa Mungu wao. Na hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Lakini sasa katika agano jipya hatuwezi kuishi tena kwa amri zile. Tunayo amri lakini hatuwezi kuishi katika ile amri. Maana yake kwamba tusubirie ile siku ya 7, tusubirie ile siku ya Jumamosi. Hiyo ndio siku tukutanike tumfanyie Mungu ibada. Haiko hivyo. Tumeshakuzwa ufahamu wetu. Tunajua kwamba tuna wajibu wa kuwa na siku moja kwa Mungu. Tuna wajibu wa kumtafuta Mungu siku moja. Kwa hivyo basi, hiyo siku inaweza ikawa ni wakati wote. Inaweza ikawa ni Jumamosi, inaweza ikawa ni Jumapili, inaweza ikawa ni Jumatatu, na bado tusiwe tumevunja hiyo amri. Tutaivunja hiyo amri endapo tutakosa kabisa siku 7, siku moja katika zile 7 kumpa Mungu, hapo tutakuwa tumevunja hiyo amri. Lakini kama tutakuwa tuna siku moja, hiyo ni Jumatatu, hiyo ni Jumanne, hiyo ni Jumatano, hiyo ni Alhamisi, Ijumaa au Jumamosi au Jumapili, maana tumempa Mungu 100%, hiyo inakuwa tumeshika ile amri, na sio tu kusema tunangangana kwa siku moja Jumapili au siku moja Jumamosi au siku moja nyingine. Hapana. Nikupe mfano mwingine mwepesi. Ulipokuwa mtoto ulikuwa na uwezo, unaikiwa amri kwamba lala kuanzia saa 2 au saa 2, ukishamaliza kula labda mzazi wako anakuambia lala saa 2 au saa 3. Alafu amka saa 11. Kila siku ndo sheria ilikuwa inaenda hivyo. Uweze kukaa labda mpaka usiku, mzazi atakuzuia na utakuwa umevunja amri yake na inaweza kukuletea adhabu. Lakini ulipokuwa mtu mzima, hakuna mtu yote anayekupa muda kulala, lakini unajua kuna sheria kulala ipo. Kwa hiyo sasa wewe unaweza ukaangalia kwamba shughuli zangu sijazimaliza, zimenipeleka mpaka saa 4 au saa 5 usiku. Nitalala saa 6, nitaamka saa 12 au saa 1 asubuhi. Nitakuwa nimetimiza sheria masaa 8 ile. Au nitajikuta nafanya kazi usiku kucha, lakini nitalipizia muda kulala mchana kesho yake. Kwa kesho nikalala kuanzia labda saa 2 hadi saa 8 au saa 9 au saa 10. Wakati wa mchana, kwa sababu usiku nilikuwa busy labda nafanya kazi. Au usiku nilikuwa nashughulika na kitu fulani cha kimungu. Kwa sheria mwili ya kulala iko pale pale. Utalala masaa 8 katika siku, lakini haujapewa muda kamili kwamba uanze saa ngapi hadi saa ngapi. Tunapofika hatua sasa ya kuweka muda kamili kuanzia saa 2 hadi saa 10 kwamba ndio muda wa kulala huo, maana yake tutakuwa tunautumikia usingizi, tunaitumikia ile sheria na ile sheria haijatuweka huru. Lakini tunapojua kwamba tuna wajibu wa kulala, lakini tunaweka muda sahihi kwamba ni muda gani tutalala kulingana na taratibu zetu na shughuli zetu na wajibikaji wetu, tutakuwa tunaenda sawa sawa na jinsi Mungu anavyotaka. Ndicho kitu ambacho Bwana Yesu aliwaambia Mafarisayo na watu ambao walimjia. Wakawa wanamwambia, inakuaje ushiki Sabato? Mbona pia wanafunzi wako wanavunja Sabato? Kristo akawaambia Sabato iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu, na wala si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Labda tusome ile andiko katika kile kitabu cha Marko sura ya 2 na ule mstari wa 23 hadi 27. Marko sura ya 2 mstari wa 23 hadi mstari wa 27. Marko sura ya 2 mstari wa 23 hadi 27 anasema, alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kumwendea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, tazama, mbona wanafanya lisilo halali siku ya Sabato? Hao ni Mafarisayo. Walijua kabisa wanafanya jambo ambalo sio halali siku ya Sabato. Akamwambia, hamkusoma popote alipofanya Daudi alipokuwa ana njaa na kuona njaa? Alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenzie, jinsi alipoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mikate ile onyesho ambayo si halali kuliwa ila kwa makuhani, akawapa na wenzie. Akamwambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adam ndiye bwana wa Sabato pia. Umeona? Anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa lugha rahisi ni kwamba Sabato ilifanyika kwa faida yetu sisi. Sio sisi tuitumikie Sabato.
kwamba ile siku fulani tukaitumikia. Yenyewe imeumbwa kwa ajili ya kutumikia sisi. Ni sasa na usingizi. Hatujaumbwa ili tutumikie usingizi. Usingizi umeumbwa ili utusaidie sisi, sio sisi tuutumikie. Tunapoanza kutumikia usingizi na kuwekea sheria na amri, maana yake tutakuwa tuko chini ya usingizi. Lakini tunapokuwa huru na ile sheria na kuamua muda sahihi wa kulala kulingana na ratiba zetu, hapo ule usingizi umewekwa kwa faida yetu sisi, kufanya mwili uwe na afya, kufanya mwili uwe na nguvu, kufanya mwili uweze kufanya kazi za mbalimbali, kufanya mwili uweze kujitengeneza upya. Ndio maana ya usingizi. Umeumbwa kwa faida yetu sisi, kwa ajili yetu sisi, sio sisi kwa ajili ya usingizi. Hali kadhalika sabato imewekwa pumziko kwetu sisi kwa faida ya kumtafuta Mungu. Sasa ni muda gani sahihi wewe kumtafuta Mungu? Ni muda ambao una utulivu. Ni muda ambao hauna changamoto zote. Sio swala la kalenda ya siku sawa la tarehe. Ni swala ambapo ni muda gani ambapo kuna utulivu. Sasa kulingana na kalenda zetu za watu ambao tuko katika mabara haya au katika kalenda ya ambayo sasa tunaitumia, ni kwamba siku ambazo ziko free au ziko huru ni siku za Jumamosi na Jumapili. Kwa sababu hizo siku ambazo pia watu wengi ndio kazini. Kwa mojawapo siku hizi ikitumika kama siku ya Bwana si kosa wala sio kuvunja amri. Kwa anayeshika anemtafuta Bwana siku ya Jumamosi avunje amri. Anemtafuta Bwana siku ya Jumapili avunje amri. Ukienda mataifa ambayo ni ya Warabuni, siku ambazo wako huru zaidi, ambazo hawafanyi shughuli nyingine ni Ijumaa, lakini Jumapili wanaenda kazini na kadhalika. Wakristo walioko kule siku yao ambayo ni bora kumpa Mungu, ambayo haina masumbufu mingi, yaweza kaa ni Ijumaa, na wanakuwa hawafanyi kosa, wanakuwa wavunji sheria. Kwa sababu siku hiyo serikali zote zinatangaza wafanyakazi wa umma hakuna kwenda kazini katika siku ya Ijumaa katika mataifa ambayo ni imani nyingine. Na hivyo hivyo katika siku nyingine za Jumapili, Jumatatu na Jumanne na Jumatano na Alhamisi. Lakini kuchukua hili jambo na kuleta katika tarehe, kalenda na mwaka, kwamba Mungu anaangalia tarehe, anaangalia ile siku, lakini sio kudhumuni la ile siku, hapo ni kufanya sabato kuwa imeumbwa kwamba si tumeumbwa kwa ajili ya sabato. Si kweli. Kwa haya ni mafundisho batili ambayo Roho Mtakatifu ameona katika siku za mwisho na pia anashinikiza katika watu. Ndio maana utaona mtu anang'ang'ana katika hiyo siku hafanyi jambo lolote, lakini maisha yake ni tofauti na ule Ukristo. Tangu maisha yake ameanza kuishika hiyo siku hana badiliko lolote. Lakini mtu ambaye anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu pasipo kujali ni siku gani, lakini anampa Mungu muda ule na zaidi ya ule, ndiye anayefanikiwa katika roho. Ndiye anayeona matunda katika roho. Nitaenda kusoma vitabu viwili vya mwisho, alafu baada hapo tutaenda kuomba ili Bwana kaondoe hii hali ambayo ipo katika maisha yetu. Galatia sura 4 na ule mstari wa 9. Galatia sura 4 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, basi sasa mkisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka na wachelea, isiwe labda mmejitabisha bure kwa ajili yenu. Bado watu wanaendelea kushika siku, miaka na miezi. Hilo ni tatizo. Unaweza ukaweka tu ratiba hapo, lakini usifanye kuwa fundisho. Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo ndugu Mkristo ambaye unasikiliza ujumbe huu au sio Mkristo, usichanganywe na upepo unaokuja kushindania sabato, Jumamosi na Jumapili. Hao ni mafundisho manyonge ambayo hayampi mtu uzima milele. Zaidi anampeka mtu kuwa kidini zaidi na kumuingiza katika mashindano ya dini yasiyokuwa na faida yoyote katika Roho Mtakatifu. Na jambo la mwisho, chapa mnyama sio Jumapili. Hao ni mafundisho ya uongo kabisa. Chapa mnyama sio Jumapili, sio siku ya Jumapili. Chapa au muhuri wa Mungu sio Jumapili. Kwa sababu chapa maana yake ni muhuri wa Mungu ambao umetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura 7 na 11, pia imeguswa kidogo. Muhuri wa Mungu unaozungumziwa katika Biblia ni Roho Mtakatifu. Kasome kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 30. Biblia inasema ya kwamba msimhuzunishe huyo Roho wa Mungu ambaye katika yeye imetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa muhuri wa Mungu hauwezi kuwa siku. Muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Ikiwa muhuri wa Mungu ni siku, vipi wanaoishi huko Ulaya ambapo leo hii kwao pengine ni Alhamisi, kwetu ni Ijumaa? Vipi wanaoishi Uchina ambao kwao pengine ni Jumapili, kwetu sisi ni Jumamosi? Sasa Jumamosi itakuwa ziko ngapi katika dunia yote? Kwa sababu wengine wakati ni Jumamosi, wengine ndio Jumapili. Kwa hiyo muhuri wa Mungu sio siku. Muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Na pasipo huo ndio hakuna mtu atakayemuona Mungu pia. Nasoma Warumi sura 8 mstari wa 9. Biblia inasema kwamba wote wasiokuwa na Roho Mungu hao sio wake. Maana kama hauna Roho wa Mungu, wewe sio wa kwake. Haijalishi unafanya vitu vingine vyote, unashika sabato, unaishi kwa kushika torati na sheria. Kama una Roho wa Mungu ambaye atakutoa katika sheria ya vifungo vya sheria na amri na kufanya kuwa huru, sio huru kutenda dhambi, bali huru ya kutimiza zile amri pasipo shuruti.
Kama hujapokea hicho kipawa cha Roho Mtakatifu, tafuta leo, kwa sababu huo ndio muhuri wa Mungu, na pasipo huo hatuwezi kwenda kumuona Mungu. Basi tuombe, alafu Bwana na atusaidie. Nakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya neema kuu na ajabu ambayo umetutendea. Ninaomba Bwana, mtoto wako, mtumishi wako, ndugu huyu, dada huyu, mama huyu, yeyote ambaye Mungu anasikia maneno haya, karibu au mbali, ninaomba ukamsaidie na kumuongezea hii neema. Neema kukujua wewe katika uhuru wa Roho. Neema kukujua wewe katika sheria, kukutafuta wewe. Tunahitaji Mungu kukupa muda, naomba tukakupe muda kweli. Lakini Baba, tusifungwe na sheria, lakini tukaishi sheria, kwa kuwa umetupa sheria ya Roho uzima ambaye anatuweka huru na sheria yote utumwa wa dhambi. Na kuombe Bwana ukatusaidie kwa nguvu zako. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen.